tukue watu ambao tunachukua siasa na muhimu ambao unastahili. Maana siasa ndiyo inapanga maisha yetu ya sahihi, ndiyo inapanga maisha yetu ya baadaye. Wale watu ambao wanajua utamu ya uongozi, wale ambao wamekuwa na urais wakirudia mpaka hata saa hizi wanang'ang'ania ile urais, kwa sababu wanajua maana ya urais ni nini. Urais inasaidia, lakini sisi watu ambao ni jamii kubwa katika taifa la Kenya, wakati masuala muhimu ya siasa inapangwa, sisi tunawekwa among the others. Jamii kubwa kama Wakikuyu, Wakalenjin, Wajaluo, Wakamba wanakaa, alafu wanasema kila mtu aenda ajitafutie kura kule kwa Waluya. Wakikuja hapa, Wamarakoli wameenda pande hii, Wanyore wameenda pande hii, Watirek wameenda pande hii, Wabukusu wameenda huko, Wasamia wameenda pande hii, Wanyala, Wakabrasi wameenda huko, Watachoni sio wameenda wapi. Tunagawanya namna hiyo, na sisi ni watu wa jamii moja, watu wa baba moja, baba ndio Khuluya Lolala. Tusikubali tena watu wetu tugawanywe kwa misingi ya kikabila. Ili wakati masuala ya jamii, masuala ya taifa la Kenya yanajadiliwa, lazima watu waseme kwamba kuna kule magharibi watu wako united, wako very powerful, wako very strong, kwamba masuala haiwezi kuwa complete kabla jamii ya magharibi imeulizwa. Sisi kama jamii namba 2 tuko tena na jukumu kubwa sana katika taifa hili la Kenya. Watu wanasema labda tunaongea ukabila. Hatuongei ukabila, tunaongea ukweli. Haiwezi kuwa kwamba kiti kikubwa ya taifa la Kenya ambayo ni urais inatoka kwa jamii ya Mgikuyu inaenda ya Mkalenjin. Kutoka kwa Mkalenjin inaenda kwa Mgikuyu, inarudi kwa Mkalenjin. Hiyo mambo sisi tumesema kama Waluya, Mwenyezi Mungu ametupatia fursa kubwa kuvunja hiyo laana. Tuchukue nafasi hii, tupate nafasi hiyo, tupate hiyo fursa, tuondoe hiyo laana, ili Mkenya yoyote, mtoto Mkenya akizaliwa ajue kwamba katika taifa la Kenya kuna nafasi ya kuwa rais wa Kenya. Sio lazima kuwe Mkalenjin ama kuwe Wakikuyu. Saa hizi watu wetu wanaamini kuwa rais, first qualification lazima kuwe Mkikuyu ama kuwe Mkalenjin. Tunataka kuvunja hiyo, ili hata mtoto Msomali, hata Mpokot, hata Mbajuni, hata Munani, hata Mturukana akizaliwa ajue kwamba ako nafasi ya kusimama apigiwe kura na ongoza taifa la Kenya. Na mimi najua tukipewa nafasi hii, mambo ambayo Wakenya wanalia kwamba development haiko balanced. Saa hizi ukienda mahali kuna barabara mzuri, ukichunguza vizuri washaikuwa na president. Ukienda mahali wako na maji, ukiangalia walikuwa na president. Ukienda kwenye vikosi vya polisi, ukiangalia jamii gani ambayo iko na watu wengi, unaona walikuwa na rais. Sisi hatutaki urais ili tunyanyase watu wengine. Tunataka urais ili tubalance kazi ya taifa la Kenya, ili kila Mkenya ajihisi kwamba ako kwenye taifa la Kenya na yeye ni Mkenya halisi with certain inalienable rights. Ama namna gani? Hatutaki watu wengine wakuwa kupiga magoti. Kama viongozi wetu saa hizi karibu wote ambao wamechaguliwa, hauwezi kuona mimi wakiongea lugha mimi naongea namna hii. Wamenyamaza kwa sababu hata wengine wakionekana na mimi siku hiyo amefutwa kazi. Wanatembea na mkia katikati ya miguu. Hiyo mambo ya maisha magumu ya tutaki. Tunataka tu Kenya kuwe nchi ambayo inakuwa guided by the rule of law. Kama mwananchi anatoa ushuru, huyo mwananchi ako na haki kupata maendeleo. Sio lazima ndio upigie mtu magoti ndio upate maendeleo, hapana. Watu wetu wamepiga magoti mpaka magoti imechipuka kwa sababu ya kwenda kuomba maendeleo. Hii mambo hii ya siasa mbaya hii tunaifunga mwaka 2027, tu balance Kenya yetu mzuri. Wala ambao wanakupigia kura, wala ambao wakupigii kura, baada ya kura unakuwa president ya watu wote na una balance maendeleo kwa watu wote. Hiyo mambo tunataka kufanya hiyo. Sisi hatutaki kutafuta uongozi for the sake of it. Na wala ambao tu kule kwa meza tunang'ang'ania kiti ya urais, isikuwe kwamba watu wanakaa chini alamu nasema wakati huu sisi wote wanne wacha tupigie huyu kura, wacha tuambie huyu Wakenya wampigie kura. Hapana, tunataka kujua nani ambaye ako na hadhi, ako na lengo, ako na moyo wa kubadilisha taifa la Kenya. Maana kuna viongozi ambao wamepewa nafasi kitambo, hiyo nafasi wametumia namna gani? Uwezi usema kwamba mimi nimesimama kwa mara 2 ama mara 3 ama mara 1 kwa hivyo kaduni nafasi yangu. Hapana.
Pia Wakenya wako na maoni, wanajua wanataka kwenda wapi katika taifa hili la Kenya. Mambo ya umaskini, hata hapa Vihiga hapa umaskini iko juu sana. Ndio nyinyi watu wa Vihiga hapa wa Maragoli sana. Wasichana wa Maragoli wanafanya kazi ya maid huko Central Province. Mama akizaa tu ni kupiga simu wapi? Mbale. Wanasema huyu ako na dada yake Mbale na amekuwa mzuri. Tafuta dada yako akuja afanye kazi ya uaya. Ukienda kule Nairobi ukiangalia mtu mwenye ameshika rungu kuchunga watu wakilala usingizi, hata usimsalimie na Kiswahili, mwambie tu uvendi. Anajibu, si ndio? Ukienda mahali kuna jamii mingi na mtu amekufa, yule mtu ambaye anachimba makaburi ni nani? Amevuta bangi, amesimama hapa akiona anapewa kuku, amechimba kaburi, anamwambia kwenda nyumbani. Mpaka siku hizi umaskini imepeleka wanaume Waluya kwenda kupasua kuni kwa wakwe, ama kwenda kupika densi kwa wakwe ili watupewe pesa, vitu ambayo hatuko tunafanya kitambo. Hii aibu ya umaskini haiwezi toka kama bado tunafanya siasa ile ambayo haina mwelekeo. Na ndiposa mimi leo nimekuja hapa kuomba watu wetu kwa moyo mkunjufu, for the first time, tafadhali wacha tukue na siasa ambayo iko guided. Tusiwe watu wa kupingana sana. Mimi nikikuja hapa niseme sasa wakati huu watu yangu tunaenda direction hii, tukubali twende direction hii. Na mimi najua ile siku Muluya ataonja utamu ya uongozi, hii mjadala tutakuwa nayo tena. Maana mtakuwa mnajua unachagua kiongozi kubadilisha maisha yako, maisha ya watoto yako, maisha ya wajukuu yako, all generations to come. Tuko pamoja watu wetu. Hivyo watu wamekaa mahali, maana hii ni njama. Wakakubaliana kwamba watu wa magharibi lazima wakwishe, wakuwe maskini, wakuwe kifanyia watu kazi. Na ndiposa Mumias ilikufa. Nzoia wameuza. Ni pepa iliuzwa, Kitinda iliuzwa. Hizi majinari zote hakuna factory yoyote ambaye inafanya kazi katika jimbo hili la magharibi. Watoto wetu watatoa wapi kazi? Mtakutana na pesa saa ngapi kama hakuna factory? Sisi tumekuwa tu watu wa kulima mahindi na kulisha watu wengine na umaskini unaendelea. Nani huyu anatupangia hii njama? Ukiangalia upande wa sekta ya miwa iko hata hakuna protection ya serikali, lakini wala ambao wanalima chai, wanalima kahawa nyingi, unapata serikali kila saa inaingilia na mabonus na nini na waivers. Mbona pande ya Western, pande magharibi, watu wetu wanakaa wakiumia namna hii. Mimi najua kuna watu wengine tangu azaliwe hapa Mudete hajawaenda mahali pengine, na naona jirani yake ni maskini, yule mwingine ni maskini, anafikiri Wakenya wote wanakaa namna hiyo. Wakenya wote wakae namna hiyo. Kuna sehemu katika taifa la Kenya ambayo watu wanakaa vizuri sana, na mimi natakia watu yangu pia wakae maisha kama hiyo. Mimi naongea namna hii kwa sababu siasa ya Kenya is regional, it's tribal. Ukiangalia kule Ukambani kule, kiongozi ya siasa ni Kalonzo Musyoka. Na Kalonzo Musyoka ndio watu hawajui sana, maana yeye kila mahali anaendanga na Wakamba wote. Hakuna mwenye anabaki nyuma. Hata 2022 hakusimama kiti yoyote. Hakupewa na deputy president kama candidate, lakini mahali aliwaambia Wakamba weka kura yao, waliweka wote. Ukienda kule Rift Valley wa Kalenjin hawezi ngojea President Ruto aende kuomba kura yao ya urais 2027 ati walimaliza kitambo. Ukienda hapa Nyanza, Raila akisema wanasemanga, ati akisema right wanaenda nini? Akisema left, hata katiba walikataa kusoma kwa sababu Raila alikuwa amesoma. Ukienda kule Mlimani Mount Kenya, saa hizi mwenye kuongea ni Rigathi Gachagua, si ndio? Hapa kwa Waluya, jamii namba 2 kwa idadi, msemaji wenu ni nani? Mipango yenu ya siasa inapangwa na nani? Ile jambo wazee wamefanya ile jambo la muhimu, maana pia kuna watu walitupangia njama, wanajua kwamba ukiunda serikali usipoweka Muluya hapo watasema hii serikali ya kwanza. Wanachukua mtu mmoja wanaweka hapo, wanachukua mwingine wanaweka hapo, lakini hana madaraka. Hizo nafasi wamepewa wale vijana wetu, wamepewa kule Nairobi, hakuna kitu wanaweza kufanya kusaidia sisi.
Ubaya ni kwamba wamekubaliana, wanakuja kutuambia sisi tuko namba 3, tuko Waluya tunadharauliwa kabisa. Mnapewa kiti watu wawili, Mudavadi anasema ni namba 3, Wetangula pia namba 3. Alafu ameweka viti kila mtu deputy president na president na kiti ya namba 3. Namba 3 mko watu wawili. Mkifika hapo kila mtu anataka kukaa kwa hiyo kiti. Mnang'ang'ania kiti mpaka nyinyi wote mnasimama tu amkai sasa. Hiyo haipo, atufanye nini? Hatutaki, si ndio? Na wakati huu hatutafuti nafasi kwa serikali. Tunatafuta kuunda serikali. Mimi natafuta panga, natafuta kisu ya kwenda kukata nyama. Wengine wanakata, mimi nafanya nini? Maana saa hizo wenzetu hawana kisu. Nyama inakatwa, amengojea Kindiki amaliza mpatie kisu, anasikia nyama inafanya nini? Hii umoja yetu ndio kisu yetu. Na msisahau, umoja wetu ndio kisu yetu, itahakikisha kwamba tunapata haki yetu. Tuko pamoja watu wetu? Tuko pamoja? Sasa nyinyi wamama mko hapa. Kwani wale wamama ambao huwa wanawazaa marais wanazaanga aje? Na nyinyi mnazaa aje? Si pia nyinyi mnazaa hivyo hivyo tu? Hata yenu iko smart kushinda wale wengine. Sasa hakuna kusema ati wamama Waluya hawajazaa wanaume ambao wanaweza kuwa rais wa Kenya. Na tunataka tupewe nafasi 2027. We move this country from primitivity to civilization. Tusikuwa tunaenda kura ni kama tunaenda vita. Watu wanajipanga, wengine wanahama. Tusigawe nafasi ya serikali na ukabila. Tusipange miradi ya serikali na ukabila. Na itakikani kwamba ikuwe ni rais anaamua kwamba hiyo barabara itajengwa hapa, hospitali itajengwa hapa, ikuwe ni vile katiba inasema kwamba Wakenya watatoa ushuru, pesa ende kwa consolidated fund, watoe ile budgetary proposals kwamba barabara itajengwa hapa, iende kwa bunge, pitishwe, watu wapate maendeleo by right, because every Kenyan pays taxes. Kenya imekwama chini kwa sababu ya uongozi ambayo is not broad-minded. Haiangalii masuala ya watu. Na watu wanaenda kule Nairobi, wanapotelea Nairobi, wanaongea about macroeconomics. Mambo ya juu huko na hapa chini people are just worried about basic things of food, shelter, clothing, health and so forth. Kenya ni nchi ambayo inataka ku address those basic needs. Watu yangu ambao mmekaa hapa, nikisema kwamba mtu mwenye hana shilingi 100 hawezi toka hapa, ni wangapi watabaki hapa? Karibu kila mtu atabaki hapa, si ndio? Kuna wamama hapa amefika miaka 90, kwa maisha yake hajawahi kushika shilingi 5,000 kwa wakati mmoja, aseme ni yangu. Yaani ati noti 1, 2, 3 mpaka ifike 5 kwa sasa aseme ni yake. Mimi nadanganya kweli? We have depressed our people. Maisha ya watu wetu yameenda chini. Mtu akikuwa mgonjwa ama watoto wakikuwa wagonjwa, maana mara nyingi wanashikwa tu ugonjwa mara moja, malaria wako watatu. Mama akienda hospitali akinunua dawa ya mtoto mmoja, akienda nayo nyumbani, hii dawa watoto wote wanagawana, si ndio? Uwezi kunywa hadi 2 times 3, uona kunywa tembe 6 mtu mmoja na wenzako pia ni wagonjwa. Sasa wana multiply, kila mtu anameza 2. Tuko na resistance because of poverty. This shame, hii aibu ndogo ndogo, ni jukumu la serikali, sio jukumu la NGO ama kanisa ama jirani. It is the responsibility of government. Maana sisi wote tunachanga pesa tuko address our social economic challenges. Ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba haya matatizo ya wananchi yote inaangaliwa vizuri. Tumekuwa taifa la kusema uongo. Wanatangaza kwamba elimu ya primary na secondary inaitwa basic education, wanasema ni free, lakini kila siku watoto wote wamefunguzwa huko kwa barabara ndio nyumbani kwenda kutafuta kazi. Ama Vihiga hawafukuzwi, lakini kule wamesema elimu ya basic education is free, wameweka capitation. Hii maneno hatuwezi kukubali. We live bad lives because we have accepted kwamba that's our fate. Lakini saa hizi we want to confront these challenges with courage, without fear, na watu wetu
Musa aliona Canaan lakini hakufika huko, si ndio? Mimi naamini mimi ni Joshua, nimeona Canaan na nitafikisha watu wangu Canaan. Hii Canaan lazima tufike, si ndio? Na mimi nataka kuomba Mwenyezi Mungu, indeed Mungu mimi najua huko, and our church people, our clergy, muombe mtu Muluya kiongozi aondoe kitu kwa roho inaitwa wivu. Wivu kwa Waluya viongozi ni kubwa sana. Muluya anaona ni afadhali yeye akuwa kiimba wimbo ya watu wengine kuliko kuunda wimbo yake na imbe, ama imbe ya ndugu yake. Hawezi kubali hiyo. Sasa aenda imbe watu wengine anaimba kweli kweli. Sasa hao siku hizi ndio wanafanya empowerment, wanaenda wanaimba huko, watu watoa pesa huko. Viongozi hadi ya juu, is a shame. Kazi ya assistant chief ndio naona kiongozi, waziri ama speaker ndiye anafanya kula kwa empowerment. Huko na 100 leta piga makofi, na kuambiwa dance hapa kama watu ambao wana nini. Hiyo maneno hiyo lazima ikwishe. So watu wa Vihiga, safari yetu ya ukombozi wa Muluya imeanzia Mudete. Tumeelewana watu yangu? Watu wa Vihiga, mkituleti down, muanze kuyumba, hii safari haitafika mahali natakana kufika. Mimi nikitoka hapa leo naenda nikijua kwamba watu wa Vihiga wako chonjo, wako ngangari, wako tayari kuungana na Waluya wengine tubadilishe taifa la Kenya. Muko tayari? Vihiga, muko tayari? Wacha nione Vihiga, wacha nione Vihiga, wacha nione Vihiga, wacha nione Vihiga, wacha nione Vihiga. Sisi hatutapoteza wakati kwa siasa ambayo ina maana, because the challenges facing our people are too extreme, are so serious to be sacrificed at the altar of political pettiness. Hii siasa chini yote hii hatutakani, maana sitojua mahali tunaenda. We know the objective, we know the way to that objective. Mimi ningependa nimalizia hapo nikiomba kwamba watu wangu ambao wameumia, watu wetu wasikuwe wagonjwa, mtu asikufe kozi, ndio? Maana mambo mazuri inakuja. Usiumie dunia hii wakati mambo mazuri inakuja, wewe ufanye nini? Utoke? Hapana. Naomba maisha marefu, naomba afya njema, tukue na wisdom, tubadilishe taifa la Kenya. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana. La Kenya kuhande imbimbo yukwa izera dingome vitu diguredi ziko keremu amalele gazo kunwe nidikuja Karono ni siku kuu kwa watu ambao wanakaa Vihiga. Leo ni siku ambayo tumeleta yule ambaye atanena maneno yetu yote ya Vihiga, naye ni George Natembeya. Ni kweza ngaina moshi ukwelera mushuhe kwibendera ure kuli sambu lya bantu batiye abantu babihiga uwenza kubana babihiga ubonye liroba udukhire na bantu babihiga babonye udukhire kubaira magondi kawo ukubona ndi Nyasaye nakho bunyali akwe bunyalimba Nyasaye nakho bunyali akwemba Nyasaye akwe bunyali ubeni mirembe no ubeni bugaso no inyumba yawe hii no mundu bekanga hii naborangana hii nabola yuwe tawe umbora kuza kubori ni nye kubori ndina kubori nye na tawe kubori nye Hello. Oh, hindabola go ha. Chiringani chihiri como se mananoya. Oh, hindabola. Oh, ha chihiri como se mananoya.
shibala ugaze shibala hadi kwa habara imbula ya kohra dao antule imbula koshi isinjire yingilize vibulu na tembea yingilize ulani bwana tembea na tembea jana gasano tembea jana gasano mushira yuko khokhwere ingombe iyi ulindira abantu bihiga oh nagako sande nyasamulinde ko ngoyi muhere ambora kali nako kabiri kabaka ataga kufikara araza kandi ambole mana gege agawe nako moyo mimi sikabero ba kwa kumwe mbimo ya yenza sana basi